kuhusiana na hackathon. Hackathon hii ni it's more of a competition, ni kama shindano ambalo linakutanisha vijana 30 vijana 30 ambao ni innovators kutoka sehemu mbalimbali katika mkoa wa Kigoma, na lengo la hii hackathon ni lina complement Wezesha Binti. Ni pati ya mradi wa Wezesha Binti ambao unafadhiliwa na serikali ya Ubelgiji kupitia Enabel. Na katika hili shindano la ubunifu ambalo litafanyika kuanzia wiki inayokuja kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, tulitoa maombi ya vijana kuanzia miaka 17 mpaka miaka 35 waweze kutuma maombi ya kushiriki katika mashindano haya ya ubunifu, ambayo tuliweza kupata mwitikio mzuri kutoka katika mkoa wa Kigoma katika wilaya 4: Buhigwe, Kasulu, Kibondo na Kigoma mjini, ambao tulipata maombi zaidi ya 100, vijana zaidi ya 100 waliweza kutuma maombi yao, na tulimaliza mchakato huo wiki iliyopita ya kuweza kuwachagua wale vijana ambao wamekidhi vigezo, na tumefanikiwa kuchagua vijana 30 ambao kati ya vijana 30 27 ni wanawake na 3 ni wanaume, ambao tumepata vijana kutoka katika hizo wilaya 4: Kasulu, Kigoma mjini na Kibondo pamoja na Buhigwe. Na lengo la shindano hili ni kuweza kuwasaidia vijana wa Kigoma katika kuweza kutumia fursa ambayo inapatikana katika taka, kuweza kubadilisha taka kuwa thamani. Na pia lengo kubwa ni kuweza kuwasaidia vijana kuhakikisha kwamba wanaweza kujipatia kipato katika kuweza kutumia hizi resources za taka kuwa kama vile vitu ambavyo vinasaidia kuzalisha bidhaa. Na mashindano haya yataanza wiki ijayo Jumatatu, ambao tutakuwa na ufunguzi kutoka katika ofisi ya serikali ya mkoa wa Kigoma, na ndani hizo siku 5 vijana wa 30 watapitia mafunzo mbalimbali ikiwemo katika masuala ya kuelewa namna gani ya kuweza kuanzisha biashara, mafunzo ya kuweza kujua ya kifedha na kadhalika. Na ndani ya siku hizo 5, siku ya mwisho ambayo itakuwa ni tarehe 10, itakuwa iko open kwa public, watu waweze kufika, kwa sababu itakuwa ni siku ya hao vijana sasa wanaweza kuweza kupitch idea zao, na tutakuwa na judges ambazo watakuwa wataangalia kutumia vile vigezo ambavyo vimewekwa kwamba wazo gani la kibiashara ambalo litakuwa ni bunifu litalenga kuweza kutatua changamoto ambazo zinapatikana katika taka, na tunatarajia kuchagua vijana 4 au ni kusema kwamba biashara 4 ambazo zitaweza kupewa mtaji wa kuanzia wa euro 1000, lakini pia kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama SIDO, tumeweza na pamoja na CRDB, NEMKI, TWCC pamoja na taasisi nyingine, tumeweza kununua equipment, vifaa ambazo zitawasaidia sawa vijana baada ya kupata hayo mafunzo siku 5 na kuweza kupata ule mtaji. Kwa wale washindi 4 wanaweza kuweza kuanza uzalishaji wa hizo bidhaa, na target maeneo makuu mawili hao vijana ambao tunatamania tuone wanaweza address hizo challenge. Na hao maeneo mawili, eneo la kwanza ni namna gani vijana wanaweza wakatumia fursa ambazo zinapatikana katika hizi plastiki, kwamba kubadilisha hizi plastiki kuwa bidhaa ambayo unaweza kuuza katika soko. Na sehemu ya pili ni katika mabaki ya vyakula, mabaki ya mazao, namna gani unaweza kutumia hayo mabaki ya vyakula, mabaki ya mazao kuwa katika bidhaa, kwa mfano kama vyakula vya mifugo, lakini pia kuwa katika mbolea. My name is Christine Karunji. I'm project manager for Wezesha Binti. Wezesha Binti is a project that is looking at empowering young people, especially young women. And this hackathon is an opportunity for young people to be able to create solutions out of what we would term as a problem. That from waste they are able to come up with products that can be able to, one, bring in money, and so they are going to come up with innovations around how we can recycle the waste and come up with solutions either for agriculture like fertilizers,
will come up with building materials from plastics, and this will open a new opportunity and new products on the market. And so we are looking at the partnerships that we have, but we call upon the private sector to be engaged, because this is also an investment opportunity that they can be able to uplift the economy of this region, and looking at actually what is seen as waste. So it's a new product line that we are looking at, that will be having young people as part of creating solutions to addressing the economic status, but also be able to address issues of environment. Mimi kwa jina naitwa Daudi Bundara Buyagu, ni afisa mazingira mwandamizi kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Kanda ya Magharibi. NEMC ni taasisi ya serikali yenye wajibu wa kusimamia mazingira kitaifa. Sasa kwenye Wezesha Binti program, kama mamlaka ya serikali inayohusika na usimamizi wa mazingira, naomba nizungumze mambo makuu matano. La kwanza ni kuwakumbusha tu kwamba swala la kuwa na mazingira safi, salama na ya kiafya ni haki ya msingi kwa mwananchi kila anayeishi nchini Tanzania. Hili limeelezwa vizuri kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mazingira sura ya 191. Hilo la kwanza. La pili, kama serikali tunaukaribisha mradi huu unaolenga kubadilisha taka kuwa mali, na tunaipongeza serikali ya Ubelgiji kupitia Enabel kwa sapoti yake. Tatu, usimamizi wa taka ni moja ya changamoto kuu 8 za mazingira zinazoikabili nchi yetu kwa sasa, na hivyo ni kipaumbele cha serikali, na vijana wanayo fursa kubwa ya kufanya katika kutafuta majawabu ya changamoto hii. Jambo la 4, hackathon ni mfano mzuri wa namna ushirikiano wa kimaendeleo kati ya sekta binafsi na wabunifu wa ndani, kwa maana ya local innovators, wanavyoweza kuja pamoja kulinda mazingira yetu kwa kupunguza taka kupitia kuzigeuza kuwa fursa, kwa maana ya kuwa mali, huku tukitengeneza ajira. Na jambo la mwisho la 5, kama serikali tunaiomba jamii kuupokea na kutoa ushirikiano kwenye mradi huu. Nasi kama serikali tunaahidi ushirikiano toshelevu. Hata hivyo, tunahimiza muda wote wa utekelezaji wa mradi huu basi uzingatie sheria, taratibu na kanuni za nchi. Program kama hii ya Wezesha Binti inakuwa ni nzuri na mwarobaini pakubwa sana, kwa sababu inatumia zile, tukishafanikiwa zoezi la utenganishaji, basi inatumia zile taka, kwa mfano plastiki na zile zinazooza, kwenda kuwa fursa. Kwa hiyo si kila kitu kinatakiwa kwenda damp, na ndio muhimizo wetu mkubwa sana. Wananchi waanze practice ya kutenganisha taka, na kupitia program za namna hii, na nini serikali itawafikia kupitia wadau wetu wa namna hii. Huo ndio msisitizo ambao naweza nikasema kwa sasa. Kwa majina naitwa Hamisi Mkwizu, natokea CRDB Bank Foundation, Mbegeusa, Kigoma branch. Nipo hapa kwa ajili ya kuangalia namna ya kuwawezesha na namna gani benki inavyoshiriki katika uwezeshaji wa wafanyabiashara wadogo wadogo. Tunaamini kabisa wafanyabiashara wadogo wadogo ni muhimu na ni moyo wa uchumi katika taifa letu hapa Tanzania, kwa sababu wafanyabiashara wadogo wanatengeneza ajira, pia wanatoa huduma muhimu katika jamii, lakini pia vile vile ni wadau wakubwa katika maendeleo ya jamii. Lakini tunaamini wafanyabiashara wadogo wanapitia changamoto mbalimbali, ikiwemo mitaji, pia vile vile
ya elimu ya kifedha, lakini pia wanapitia changamoto ya upatikanaji wa masoko. Sasa hapa ndipo CRDB Bank tunapoingia na tunaangalia namna gani ya kuwawezesha hawa wafanyabiashara wadogo wadogo kukua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuna programu yetu ya Imbeju, ni maalum kwa ajili ya kuwawezesha vijana na wanawake kukua katika biashara kutoka kuanzia chini mpaka wakue kwenda juu. Lakini pia tunapitia njia mbalimbali katika kuwawezesha wafanyabiashara hawa wanawake na vijana kwa kutoa mafunzo. Cha kwanza tunatoa mafunzo, tukishatoa mafunzo huwa tunawapa mitaji wezeshi kwa ajili ya kukuza biashara zao pale walipo, wasogee kwenda mbele. Lakini pia CRDB Bank Foundation kwa kushirikiana na Enabel, kwa sababu tunaamini Wezesha Binti Project ipo kwa ajili ya kutoa skills kwa hawa mabinti na vile vile ipo kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa hawa mabinti, na pia wanatoa ujasiri kwa hawa mabinti kwa ajili ya kuanzisha biashara. Sisi baada ya qualify kumaliza mafunzo yao, sisi tutaingia kwa ajili ya kuwawezesha hawa mabinti katika biashara zao wakue, na tunaamini katika hilo taifa la baadaye tutapata mabinti wajasiriamali bora kitaifa. Kupitia mradi wa Wezesha Binti, SIDO pia ilipata fursa ya kunufaika na moja ya miradi kutoka Enabel. Na upande wa SIDO, mradi huo ni kuboresha jengo kwa ajili ya kulea au kukuza mawazo ya ujasiriamali ambao watakuwa wameabuni. Hivyo kituo hicho ambacho kitajengwa pale SIDO kitalenga hasa zaidi kuwasaidia wajasiriamali ambao kupitia mradi huu wa Wezesha Binti. Moja ya kazi ambazo kupitia kituo hicho itafanya ni pamoja na itakuwa ni ofisi ya One Stop Center ambao itahost wadau wote wa maendeleo ambao katika upande wa kuwezesha wajasiriamali au ambao watawezesha ukuaji wa wajasiriamali wadogo wadogo. Wadau hao ni kama vile TCCIA, WCC. Wadau wote hao watakuwa pale katika kituo chetu kwa niaba ya kumrahisishia mjasiriamali kupata taarifa mbalimbali ambazo zitamsaidia yeye kukua. Tuko kwenye upande wa ujasiriamali. Chama cha Wafanyakazi Biashara Tanzania tunatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa mabinti kuanzia umri wa miaka 14 hadi 29 kwa kuwawezesha kuwajengea uwezo. Ukiona mwanafunzi labda anashindwa kuendelea na masomo, yuko tu nyumbani hana shughuli yoyote. Kwa hiyo sisi kupitia Wezesha Binti tunawaelimisha wale mabinti waweze kupata elimu ya ujasiriamali, waweze kujiajiri, waweze kupata kipato chao, wasikae bila ajira. Pia kupitia Wezesha Binti sisi kama TWCC tuna dawati la vijana ambalo dawati hili ni maalum kwa wale vijana ambao wanahitaji ushauri, wanahitaji mtaalamu wa kushauri kuhusiana na maendeleo ya biashara yao. Hii ni sehemu sahihi ya waweza kupata hao mafunzo, kuja kupata hao washauri na kuweza kuwalink waweze kupata mafunzo mbalimbali pamoja na masoko. Kupitia TWCC pia chini ya Wezesha Binti tuna platform mbalimbali kwa hao vijana ambao wanafanya biashara. Unakuta mwingine anafanya biashara lakini hana ile digital market. Kwa hiyo sisi pia tunawalinki na digital marketing ambao wanaweza kuuza na kupata wateja kupitia mitandao, ambao kwa mfano sisi TWCC tuna iSoko yetu ambayo kwa kushirikiana na Westwall kwenye hii hackathon tutashirikiana baada ya wale mabinti kupata ile elimu, hawatotuenda mitahani, tutawalink na mtandao waweze kwenda kuonyesha bidhaa zao, wapate market access, wapate customer wengine ambao ni wapya. Pia kupitia hiyo tutakuwa tunawafuatilia, sio tu baada ya kupata mafunzo tunawaacha, tutawafuatilia na kujua je, wanaendeleaje, wamepiga hatua gani. Pia kupitia Wezesha Binti kuna mafunzo maalum ya ujasiriamali ambayo yanatolewa pia na Enabel kwa kushirikiana na hao wadau mbalimbali. Ile inaitwa SYB ambayo inaitwa buni wazo lako la biashara, anzisha wazo lako la biashara, boresha wazo lako la biashara na kupanua biashara yako. Kupitia mafunzo ni maalum kwa ajili ya hao mabinti. Wale ambao hawana wazo la biashara wanafundishwa ni namna gani na hatua gani waweze kuzifanya kwa ajili ya kuweza kuanzisha biashara zao, ili waweze baadaye kuwa na biashara, wasio tu nitegemezi manyumbani, waweze kupata ajira na kupata kipato.